Ni kualike sasa, nitakuwa na kufundisha. Kwa hiyo kama una kalamu, una Biblia yako, una daftari lako, basi hebu chukua tuweze kufuatana kwa pamoja. Na nikueleze tu kwamba umechagua channel sahihi katika kuhakikisha kwamba unakuwa kiimani, unasogea hatua nyingine katika kumfahamu Mungu, katika kuyajua mambo kwa mapana yake. Mungu aendelee kukubariki. Karibu sasa tuweze kushiriki sote kwa pamoja. Somo ambalo Mungu amenipa kusema nawe lina maneno yanayosema, kama unaandika tafadhali. Somo ambalo Mungu amenipa kusema nawe lina maneno yanayosema, fahamu mbinu anazotumia shetani. Fahamu mbinu anazotumia shetani kukushawishi au kushawishi watu wa Mungu ili watende dhambi. Fahamu mbinu anazozitumia shetani kuwashawishi watu wa Mungu ili watende dhambi. Mmoja wapo ni wewe ambaye ninaongea na wewe sasa. Fahamu mbinu anazozitumia shetani kuwashawishi watu wa Mungu ili watende dhambi. Fahamu mbinu anazozitumia shetani kuwashawishi watu wa Mungu ili watende dhambi. Ni somo ambalo litachukua mfululizo wa siku 3. Kwa hiyo nikuombe usikose katika mfululizo mwingine ambao utafuata. Fahamu mbinu anazozitumia shetani kuwashawishi watu wa Mungu ili watende dhambi. Na mstari ambao tutakuwa tunautumia mara kwa mara ni ule wa Waefeso sura ya 6. Waefeso 6, ule mstari wa 10 na wa 12. Waefeso 6 mstari ule wa 10 hadi wa 12. Lakini sasa nitasoma mpaka wa 11. Tutakuwa tunautazama huo mstari kwa mapana yake. Naomba ufuatane pamoja nami. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 6 mstari wa 10 hadi wa 11. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani. Huko mbele tutatazama hizo hila za shetani, maana yake ni nini na zikoje. Tutaangalia na mifano mbalimbali kutoka kwenye Biblia. Nimeona nisome mstari huo ambao tutakuwa tunatembea nao kila kipindi kitakapokujia cha namna hii. Tutakuwa tunarudia kukumbusha mahali tunakokwenda. Lengo la somo hili ni kukusaidia usifahamu mbinu anazozitumia shetani. Ni kukusaidia wewe unayenitazama, wewe unayenisikia, usifahamu mbinu anazozitumia shetani kuwavuta watu wa Mungu ili watende dhambi, kuwashawishi watu wa Mungu ili watende dhambi, kuwadanganya watu wa Mungu ili watende dhambi. Kwa hiyo utapata ufahamu, ufahamu, na ni somo ambalo litakusaidia sana. Lakini pia lengo la pili la somo hili ni kukupa mbinu au ni kukuonyesha nini cha kufanya ili uweze kuzikabili hila za shetani, mbinu za shetani anazozitumia kukushawishi ili utende dhambi. Tutaona pia ni nini tufanye sasa ili tuweze kujiepusha au tuweze kupambana dhidi ya hila za shetani au mbinu za shetani. Watu wengi sana wamejikuta wametenda dhambi na
wakijiuliza, ameshatenda dhambi, alafu wanabaki wanajiuliza, hivi nimetenda tendaje hii dhambi? Hivi ni mimi kweli nimetenda dhambi hii? Hivi ni mimi kweli? Ndio nasema shetani amewapitia. Hawezi kupitia tu na ukakubali kama hujampa nafasi. Kuna watu ambao wameingia kwenye mtego wa shetani, na ni kwa sababu tu hawajui mbinu anazotumia shetani. Somo hili litakupa na somo hili litakueleza hizo mbinu, usifahamu angalau. Japokuwa tunaweza kusimaliza zote kwa siku 3, lakini na uhakika kuna mahali Mungu atakuvusha katika jina la Yesu. Na hutatenda dhambi tena ile ambayo uliitenda na baadaye ukajuta. Nina imani utakaponisikiliza vizuri, kuanzia ninavyoanza mpaka nitakapomaliza, kuna kitu kitabadilika kwenye maisha. Na kama kuna mahali ulishawishika ukatenda dhambi, baadaye ukajilaumu sana, kuna watu wamebaki na vitu ndani na machungu ndani. Nikakutana na mtu mmoja akanieleza mambo magumu sana. Wakati mwingine siwezi kuyasema hapa, ni mambo mazito. Alafu baadaye akasema, sio mimi, sikutaka kufanya, lakini ni kile ambacho kilinisukuma ndani yangu. Takuja tuone baadaye pia vita ambayo iko kati ya roho na mwili. Mwili ukivutana na roho, mwili ukishindana na roho, kuna maamuzi mengine hawezi kukaa sawa. Na inategemea pia nani ana nguvu wakati wa kupambana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sasa natamani niweke msingi. Sitamani nikimbie sana leo. Leo tunatengeneza mazingira ya kuanza kujenga nyumba yetu ya siku 3. Leo tunaweka mazingira tufahamu mambo ya msingi katika somo letu, mambo ya muhimu katika somo letu. Na mimi nataka nizungumze na wewe leo kufahamisha. Kichwa kinasema hivi: fahamu mbinu anazozitumia shetani. Fahamu mbinu anazozitumia shetani kuwashawishi watu wa Mungu ili watende dhambi. Sasa nimetamani hapo mwanzoni nikueleze shetani ni nani? Shetani ni nani? Nimetamani nikueleze hili. Shetani ni nani? Shetani ni nani? Kwa lugha nyepesi ambayo huhitaji sana kuhangaika, shetani ni malaika muasi. Shetani ni malaika muasi. Shetani ni adui wa Mungu. Kwa lugha nyingine, adui wa Mungu na watu wa Mungu. Shetani ni roho inayotenda kazi kinyume na mapenzi ya Mungu, kinyume na makusudi ya Mungu. Kabla shetani hajaitwa shetani, wale mnaosoma Biblia mtafahamu, kabla shetani hajaitwa shetani alikuwa anaitwa Lucifer. Lucifer, malaika mwimba sifa, ndio ilikuwa jina la shetani. Malaika mwimba sifa mbinguni, sio kuzimu. Malaika mwimba sifa mbinguni. Na mahali pengine anaitwa nyota ya asubuhi. Nyota ya asubuhi, kitabu cha Isaya kinamtaja nyota ya asubuhi. Alikuwa haitwi shetani, alikuwa anaitwa Lucifer, malaika wa sifa, malaika mwongoza sifa, nyota ya asubuhi. Na alikuwa na mahali pake mbinguni. Biblia inasema alikuwa na sehemu yake mbinguni. Lakini pia Biblia inasema alikuwa na wafuasi. Huyu Lucifer alikuwa na wafuasi. Ni mmoja ya malaika ambao walikuwa na upako. Kwa lugha nyingine ningesema walikuwa na mafuta juu yao, mafuta ya kusifu, mafuta ya kuimba, mafuta ya kuvuta na kuleta uwepo. Na alikuwa akiimba, wanainama wanasujudu, wanainama wanasujudu. Ni moja ya malaika waliopewa nafasi ya
heshima. Labda ngoja tusome kitabu cha Ezekiel tuone mfano wa shetani alivyokuwa. Mfano wa shetani alivyokuwa. Ukisoma ile habari inamzungumzia mfalme wa Tiro, lakini inavuta jinsi pia picha ambayo shetani alikuwa nayo kabla hajaitwa shetani. Picha ya Lucifer, kitabu kile cha Ezekiel sura 28 ule mstari wa 11 hadi 17. Ezekiel 11 hadi 17. Ngoja tuone mfano wa jinsi shetani alivyokuwa mbinguni. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Kwa hiyo habari inahusu mfalme wa Tiro, lakini tunaona mifano ya jinsi shetani alivyokuwa. Umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu mzuri. Ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano, almasi, zamarajadi, zabarajadi, shohamu, yaspi, yakuti, samawi, zumaridi na baharani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako ilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutia mafuta afunikaye, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Shetani alikuwa amewekwa juu, wewe kwa juu ya malaika wote. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Bila shaka zilikuwa ni kama tiles zinazowaka. Alikuwa mkamilifu katika njia zako. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Alikuwa mkamilifu shetani, hakuwa na shida yoyote. Mstari wa 16, kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nao umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Kwa sababu hiyo ya uovu nimekutoa katika mlima wa Mungu. Kwa amewekwa juu sana. Baada ya uovu akashushwa. Ngoja tuone mbele. Kama kitu kilivyo najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi mfunikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme, wapate kukutazama. Huu ni mfano wa shetani jinsi alivyokuwa. Alikuwa amefunikwa na uzuri. Alikuwa amefunikwa na kila aina ya rangi za madini zilikuwa zimemfunika. Alikuwa amewekwa juu ya malaika. Alikuwa na upako kama alivyozungumza. Asema alikuwa na mafuta. Mafuta maana yake alikuwa na nguvu, alikuwa na upako. Hakukuwa na mwingine kama yeye. Lakini kwa sababu ya moyo wake kuinuka, kwa sababu ya uzuri wake aliokuwa anao, sifa alizokuwa anapiga, malaika wote wanainama na kuinuka, akataka ajitwalie utukufu. Na ilipotokea namna hiyo, ndipo vita ikatokea. Malaika Mikaeli na huyu shetani Lucifer, kabla ya shetani huyu Lucifer, vita ikatokea. Nini kilichosababisha haya? Moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri aliokuwa nao. Ameharibu hekima kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini. Kabla hajatupa chini, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo, kabla hajatupa chini, mwanzoni alikuwa juu sana. Hali yake ikampa kiburi, akataka yeye awe ndiye wa kuabudiwa, aketi katika kiti cha Mungu. Vita ikatokea. Ufunuo sura ya 12 ule mstari wa 7. Uone baada ya kutaka kuchukua nafasi ya Mungu, vita ikatokea mbinguni. Ufunuo 12 mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka.
Yule nyoka naye akapigana pamoja na malaika zake, nao hawakushinda. Yaani nyoka na malaika zake hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule nyoka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyee ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwako wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini kushitaki wa ndugu zetu. Yeye awashitakie mbele za Mungu mchana na usiku. Anawashitaki masaa 24 kabla ya vita. Kilichosababisha vita ni kutaka kuhodhi madaraka, kuhodhi nafasi ya Mungu, kutaka kutumia aketi yeye kwenye kiti cha enzi badala ya Mungu. Vita ikatokea, na Biblia inazungumza, inasema hii vita ilipotokea, baada ya vita hii kutokea, Lucifer akashindwa. Na nimekuambia hayuko peke yake, hayuko peke yake, alikuwa na wafuasi wake, alikuwa na wanaomfuata. Kwa hiyo akashindwa yeye pamoja na wafuasi wake, na aliposhindwa akanyang'anywa uhalali wa kuishi mbinguni, uhalali wa kukaa mbinguni, uhalali wa kukaa patakatifu tena, uhalali wa kukaa juu tena, akanyang'anywa. Aliponyang'anywa, Biblia inasema akatupwa chini, akatupwa chini. Na hapo ndipo jina lake lilibadilika. Hakuitwa tena Lucifer, akaitwa Ibilisi na Shetani. Ibilisi akaitwa Shetani, akaitwa nyoka. Kutoka Lucifer, kutoka nyota ya asubuhi, jina likabadilika baada ya kutupwa, akaitwa nyoka, akaitwa Ibilisi, akaitwa Shetani, akatupwa chini. Na alipotupwa chini, hakikuwa kitu chepesi. Uadui ulianzia hapo. Mahali pao hapakuonekana mbinguni, nafasi yao haiko tena mbinguni, watakatifu hayupo tena, ametupwa chini. Alipotupwa chini, Biblia inasema alishuka akiwa na ghadhabu, alishuka akiwa na hasira, alishuka mwenye ghadhabu nyingi, akitaka kulipiza kisasi. Alishuka akiwa anatamani kuwashawishi na wale ambao wametengwa kwa ajili ya shauri na kusudi la Mungu, waliowekwa ili kumtukuza na kumrudishia Mungu utukufu, wale ambao wako upande wa Mungu. Akaja na ushawishi wa kutaka kuwatoa katika kusudi la Mungu ili wamfuate yeye na kumtumikia. Na alihakikisha anatumia kila mbinu ambazo nitakuonyesha pia. Anatumia kila mbinu kuhakikisha kwamba anawavuta waliache kusudi la Mungu. Na kwa bahati mbaya sana alimweza Hawa. Alitumia ujanja, alitumia hila, akamweza Hawa. Na baadaye akapata nafasi. Alipopata nafasi, ndio maana Paulo katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili, baada ya shetani kupata nafasi ulimwenguni, kumbuka jambo hili. Shetani hakuumbwa amiliki dunia. Shetani hakuumbwa atawale dunia. Lakini mwanadamu kwa kutokutambua, kwa kutokutii, alimpa shetani nafasi na uhalali wa kuitawala dunia. Ndio maana Paulo anazungumza kwenye Wakorintho wa pili, ile sura ya 4 mstari wa 4, anamuita shetani mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii. Hakupaswa awe mungu wa dunia hii. Mungu wa dunia hii maana yake yeye ndiye anayevitawala na kuvimiliki vya dunia hii. Aliyekuwa ameumbwa kwa ajili ya kusudi hilo ni mwanadamu. Lakini alipoachilia mwanya, nitakuja nikuonyeshe mbele, alipoachilia mwanya
Shetani akapata nafasi, akavichukua vitu ambavyo yeye aliumbiwa, akawa anavitawala yeye. Halafu baadaye anasema hivi vyote viko chini ya utawala wangu. Ukinipa, ukinisujudia nitakupa, kwa sababu vyote viko chini ya utawala wangu. Alivipata wapi shetani? Alipewa nafasi na mwanadamu. Alipewa nafasi na mwanadamu. Nisikilize wewe ambaye unanitazama, Mungu alikuumba wewe uitawale na kuimiliki dunia na kutiisha dunia. Lakini unapoenda kinyume na mapenzi ya Mungu, unapomsikiliza shetani, ni kama vile unauza haki yako ya kumiliki na kutawala kwa shetani. Na kwa sababu shetani ni mjanja sana, anatumia mbinu za siri ambazo watu wengi hawazijui. Anakushawishi, unamsikiliza, na ukishamsikiliza anajua katika kumsikiliza kwako anajua kuna mahali utamake wrong. Ukisha make wrong, tayari nafasi ambayo umeumbiwa wewe, vitu ambavyo umeumbiwa wewe, baadaye anakugeuka na kuambia ukinisujudia ninakupa, ukiniabudu ninakupa. Lakini hakika ni kwamba viliumbwa kwa ajili yako, viliumbwa kwa sababu ya kwako, ulitengenezewa wewe. Paulo anajaribu kumwonyesha shetani kwamba ni mungu wa dunia hii. Na kwenye Waefeso sura ya 2 mstari ule wa 1 na wa 2, Paulo anaendelea kuzungumza, anasema yeye ni mfalme wa uweza wa anga. Ni mfalme wa uweza wa anga. Baada ya kupewa ile nafasi, akawa mfalme wa uweza wa anga. Yohana 8:31 hadi 45 inamuita shetani kama baba wa uongo. Baba wa uongo. Baba wa uongo. Sasa kama ni baba wa uongo, maana yake ana watoto wa uongo. Kama ni baba wa uongo, ana watoto. Baba ni cheo, ni nafasi. Kwa hiyo ana watoto wa uongo. Yeye ni baba wa uongo, amekuwa Mungu tangu zamani. Na watoto wake wanaitwa wana wa giza. Wana wa giza. Watoto wa Yesu wanaitwa wana wa nuru. Hiyo ndio tofauti iliyopo. Watoto wa giza, watoto wa nuru. Shetani alipata nafasi baada ya mwanadamu kumpa nafasi. Asingekuwa na kitu, asingekuwa na uwezo, asingeitwa Mungu wa dunia hii, asingeitwa mfalme wa dunia hii, asingeitwa mfalme wa uweza wa anga, kama mwanadamu asingeachia nafasi. Kama asingeachia nafasi. Lakini alipoachia nafasi, shetani akatawala. Shetani akamiliki dunia. Lakini hata hivyo shukuru Mungu kwamba bado Mungu alikuwa anatupenda. Hivi unafahamu kwamba Mungu anakupenda? Japokuwa wakati mwingine unafanya mambo ya ajabu, mambo maovu yasiyompendeza Mungu, unisikilize, Mungu bado anakupenda. Pengine unanisikiliza huko hapo, kuna dhambi zinakusumbua ndani. Dhambi ya ulevi inakusumbua, dhambi ya uzinzi inakusumbua, dhambi ya ukahaba inakusumbua, dhambi ya wizi inakusumbua. Kuna dhambi fulani inakutesa ndani. Unisikilize, bado Mungu anakupenda. Bado Mungu anakupenda. Wewe angalia, baada kwenye ile Mwanzo sura ya 3, baada ya mwanadamu kumwasi Mungu, ili ujue kwamba Mungu ana upendo na anapenda watu wake. Mungu anaichukiaga dhambi. Hamchukiagi, anachukia dhambi. Lakini dhambi kisha expire, haijatubiwa, anageuza kibao, anakuchukia na wewe. Ukisoma kwenye ile Mwanzo 3 mstari ule wa 8, Mwanzo 3:8, kisha wakaisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Uko
Na katika kumtafuta mwanadamu Adam akasema, ule mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adam, akamwambia uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mungu akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza nikisema usiale? Mungu anamtafuta mwanadamu. Mwanadamu anajitetea. Na watu wengi ndivyo walivyo leo. Mungu anawatafuta kwa njia ya mikutano ya Injili. Mungu anawatafuta hata kwa njia hii ya YouTube. Mungu anakutafuta kila eneo. Lakini unapiga chenga, unakataa. Adam, uko wapi? Nalisikia sauti yako nikajificha, maana ni uchi. Nataka kusema nini? Pamoja na kwamba Adam ametenda dhambi, bado Mungu anamtafuta katikati ya dhambi. Adam, uko wapi? Si kwamba Mungu alikuwa hajui Adam alikuwa amejificha. Alikuwa anajua, alikuwa anatambua, lakini alichokuwa anakitafuta ni ile response ya Adam. Adam, uko wapi? Aseme niko hapa, nimekosa, naomba unisamehe. Lakini Adam hakufanya hivyo. Hata hivyo, Mungu aliendelea kumtafuta mwanadamu. Japokuwa ilipita miaka na miaka, lakini akabuni sasa mbinu mbadala, kwa mwanadamu yeye mwenyewe amekataa. Sasa ninabuni mbinu nyingine ya kuweza kumrudisha mwanadamu kwenye nafasi ambayo tayari ameshampa Shetani yeye mwenyewe. Ruhusa ya Shetani kutawala ulimwengu haikutoka kwa Mungu. Ruhusa ya Shetani kutawala ulimwengu ilitoka kwa mwanadamu aliyepewa madaraka, aliyepewa authority ya kutawala ulimwengu, akayahodhi, akampa Shetani. Mungu akabuni njia mbadala ya kutaka kurudisha hiyo nafasi kwa njia ya Kristo Yesu. Na ndivyo ilivyo hata leo kwa wale wote ambao wanamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana, kwa wale wote tunaomwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunarudishwa kwenye nafasi ambazo tulizipoteza zamani, tulizipoteza katika uasili wetu. Tunarudishwa kwenye kusudi la Mungu na tunaendelea kubarikiwa na tunaendelea kusonga mbele. Kwa nini? Kwa sababu tuko kwenye nafasi. Labda niseme kidogo. Position ndiyo inayotengeneza baraka yako. Out of position hakuna baraka. Nje ya nafasi Mungu aliyokuweka huwezi kubarikiwa. Nje ya nafasi Mungu aliyokuweka hakuna mawasiliano mazuri, lakini ukirudishwa kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka, kuna baraka utazipata, kuna maisha mazuri utapata, kuna tumaini jipya litajengeka ndani yako, kuna ufahamu mpya utajengeka ndani, tofauti na watu wengine. Wewe chukua tu homework, nenda kafanye homework, kaangalie wale ambao wanaishi ndani ya Yesu na wale ambao wanaishi nje ya Yesu. Hata kama wanayo furaha, unasikilize, wanaoishi nje ya Yesu, hata kama wanayo furaha, ni furaha ya kitambo. Ni furaha ya kitambo. Shetani hawezi kukupa furaha, hawezi kukupa furaha ya milele. Atakupa furaha ya kitambo. Halafu akisha kupa furaha, ukafurahia, kumbe amekuandalia shimo mbele yako. Unajikuta unadumbukia. Sote tunaomwamini Yesu, ambao ni mpango kamili wa Mungu kuturudisha kwenye nafasi ambayo uasili wetu, wazazi wetu wa asili Adam waliipoteza. Sote tunaomwamini tunarudishwa kwenye hiyo nafasi. Wote waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Shetani, nimetamani kueleza haya, umfahamu Shetani. Wakati tunaendelea na somo letu, ufahamu jinsi Shetani alivyo. Umfahamu jinsi Shetani alivyo, lakini ufahamu namna ya kupambana naye. Ni mfano uweza wa anga. Unamnyang'anyanyaje sasa? Unapataje ujasiri wa kunyang'anya huo ufalme wa anga? Kwa sababu wewe umeumbiwa kutawala. Utawale wewe na umiliki wewe. Unamnyang'anyaje uchumi wako?
unamnyang'anya uhalali wako wa kumiliki na kutawala. Nimetamani uone, lakini huko mbele nitakupa mbinu za kuweza kumkabili shetani pamoja na mbinu zake na hila zake, ukamshinda. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema tu ukamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nimekueleza haya ili uweze kumfahamu shetani jinsi alivyo, ili ujue pia ya kwamba hayuko peke yake. Shetani hayuko peke yake. Shetani hayuko peke yake. Na kuna watu wengi sana, labda ngoja niseme hivi, kuna watu wengi sana ambao wanajitahidi kupambana na maagenti wa shetani na hawajagusa shetani mwenyewe. Ngoja nirudie tena. Kuna watu ambao wanapambana na maagenti wa shetani na hawajamfikia shetani mwenyewe. Shetani hayuko peke yake. Waefeso 6 ule mstari wa 12, Waefeso 6:12 anazungumza, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme moja, juu ya mamlaka, juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hayuko peke yake. Kuna majeshi hapo. Na siku zote kama shetani ni mfalme, hawezi kujitokeza uso kwa uso mapema, na wakati ana majeshi, anachokifanya anatanguliza majeshi wake. Wakati mwingine unaishia kupambana na majeshi, haujamgusa shetani. Na ndio maana nimekueleza kwa mapana yake ili uweze kuelewa. Usipambane tu na majeshi, lakini mgonge na shetani mwenyewe katika jina la Yesu. Mungu akusaidie. Mungu anisaidie ili tumfahamu huyu shetani vizuri. Lakini nimekueleza pia ili ujue kwamba unamtaimu wapi. Unamtaimu wapi? Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Tunapambana naye kwa njia ya maombi. Shetani hatishii na bunduki. Shetani hatishii na risasi. Shetani anatishiwa na maombi. Anatishiwa na mtu ambaye amejiweka chini ya utawala. Chini ya utawala wa kimungu. Chini ya uweza wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Anatishiwa na watu ambao wamejiweka chini ya damu ya Yesu Kristo, chini ya utawala wa Kristo. Simtishie na bunduki yako. Hatishi. Shetani ni mjanja. Nimekueleza, anatumia hila, anatumia mbinu. Ni mjanja sana. Shetani ni mjanja sana. Si kama utanielewa, lakini Biblia inasema yeye ni mjanja. Wakati mwingine anatumia mbinu ambazo ni za siri sana. Mwinjilisti unatueleza kitu gani? Nisikilize. Anatumianga hila. Anatumia werevu katika kuhakikisha anakupata. Katika kuhakikisha anatimiza adhima aliyokusudia. Anatimiza shauri alilokusudia. Anatimiza lengo lake alilokusudia. Shetani. Na unisikilize tena nikwambie, usipojua ujanja wa shetani, usipojua janja ya shetani, usipojua unaweza ukamsaidia kutimiza kusudi lake. Unaweza ukamsaidia kutimiza adhima alionayo. Nisikilize vizuri. Usipojua mbinu anazozitumia shetani, usipojua hila anazozitumia shetani, unaweza ukajikuta unamsaidia
unamsaidia kutimiza kusudi lake. Na kuna watu wengi sana, naomba nisikilize vizuri, kuna watu wengi sana ambao wamemsaidia shetani bila wao kujua. Wamemwekea ngazi. Msimpe, Paulo akazungumza kwa Galatia, msimpe shetani nafasi. Kwa lugha nyingine anasema msimtengenezee shetani ngazi za kupanda kuwafikia aliko. Sasa kuna watu ambao wamemtengenezea ngazi shetani za kuwafikia hapo walipo, na wamejikuta, ndio wale ambao nilikueleza mwanzoni, wamejikuta wanatenda dhambi bila ya wao kutaka, bila ya wao kupenda. Ni kwa nini? Hawajazijua hila za shetani, hawajajua mbinu anazozitumia shetani. Labda ngoja nikueleze, tunaposema mbinu za shetani maana yake nini? Tunaposema mbinu za shetani, kichwa chetu kinasema hivi: fahamu mbinu anazozitumia shetani kuwashawishi watu wa Mungu watende dhambi. Sasa mbinu za shetani ni nini? Mbinu za shetani ni nini? Mbinu za shetani ni nini? Mbinu za shetani ni njia anazozitumia shetani kwa siri. Nisikilize vizuri. Mbinu za shetani ni njia anazozitumia shetani kwa siri kutimiza adhima yake aliyokusudia. Hello. Wacha nirudie tena. Mbinu za shetani ni njia anazotumia shetani kwa siri kutimiza adhima yake aliyokusudia. Kama amekusudia kukuangusha kwenye ulevi, kama amekusudia kukuangusha kwenye uzinzi, kama amekusudia kukuangusha kwenye jambo lolote lile ambalo liko kinyume na mapenzi ya Mungu, huwa anatumia mbinu. Huwa anatumia mbinu. Lugha ya kibibilia, neno mbinu kibibilia, labda ningetafsiri hivyo, ni hila. Hila ni ujanja anaotumia shetani, ujanja wa siri anaotumia shetani kutimiza adhima yake aliyokusudia. Kwa wale ambao mnasoma kitabu cha Mwanzo, labda kabla ya kitabu cha Mwanzo, mstari ule wa 11 wa Efeso 6:11 anasema, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hila za shetani. Hila za shetani. Kwa lugha nyepesi nilikwambia, hila za shetani ndizo mbinu za shetani. Kwa sababu hila ni ujanja. Hila ni ujanja unaotumika kutimiza adhima fulani kusudiwa. Adhima fulani kusudiwa. Kwa hila za shetani kwa lugha ya Biblia, mbinu za shetani kwa lugha ya Biblia ni hila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Na nitakuonyesha zipo kwenye Biblia. Nitakuonyesha Mungu akipenda hila za shetani zikoje ili uweze kuchukua tahadhari. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, ni kuonyesha mfano wa Yusufu na yule mwanamke. Kitabu cha Mwanzo, kama una Biblia yako tufuatane sote kwa pamoja. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 47. Kitabu cha Mwanzo, nakutaka nikuonyeshe ile story ya Yusufu na mke wa Potifa. Lakini nachotaka niseme ni hiki: Yusufu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa mkamilifu. Alikuwa ni kijana ambaye ni mcha Mungu. Alikuwa ni kijana ambaye hakutaka kumkosea Mungu kwa namna yoyote ile.
Yes. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 37. Mwanzo 39. Pole kwa kutafuta kwa muda mrefu. Mwanzo 39 ule mstari, ngoja nianzie wa 8. Lakini akakataa, akamwambia, sasa ukianzia hiyo pale mstari wa 6. Mstari wa 6. Ngoja nianzie wa kwanza kabisa, 39 mstari wa kwanza. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri. Naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi. Naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Baraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika mashamba. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mikononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Na Yusufu alikuwa mzuri. Sasa story yangu nataka ianzie hapo, ni kuonyeshe shetani anavyotumia ujanja, anavyotumia hila. Na Yusufu alikuwa mtu mzuri, handsome, na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake, yani mke wa Potifa, akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Sasa hivi ni Kiswahili cha kiutu uzima, lala nami. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Hakunizuilia chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe mkewe, nitafanyaje ubaya huu mkubwa nimkosee Mungu? Akawa akizidi kusema na Yusufu sasa si kusema kwa maana ya kusema, ni kumshawishi. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, lakini hakumsikia alale naye wala aongee naye. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Huyo mwanamke akamshika nguo zake, akasema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia, akatoka nje. Nakuona hii story, jinsi ambavyo shetani anatumia mbinu, anatumia hila. Jaribu tu kuona mfano wa huyu mwanamke. Shetani anatumia mbinu kama hii. Huko mbele tutakuja tuone hizo mbinu. Lakini hii ni habari ya mwanamke, mke wa bosi wake Yusufu, anaitwa Potifa, IGP kwa lugha ya sasa tungesema kwa hapa Tanzania. Anamshawishi Yusufu kwa sababu ya uzuri wake. Anamshawishi alale naye, yani azini naye. Anamshawishi na anajaribu kutumia kila namna. Yusufu amekataa na amejaribu kumweleza kabisa jinsi anavyojisikia kule ndani, si tu kwa sababu ya kumkosea bosi wake, ni kwa sababu ya vitu Mungu alivyoviweka ndani yake, picha na vision aliyonayo Yusufu.
Nisikilize, Yusufu hakukataa kuzini na yule mwanamke kwa sababu tu ya kumwogopa bosi wake. Ni kwa sababu pia alikuwa anamhofu Mungu, anamwogopa Mungu. Neema ile yote iliyotokea nyumbani kwa Potifa ilisababishwa na uchaji wake na Mungu. Yusufu anatambua, nitakapotoa nafasi kwa huyu mwanamke, nitakapotoa nafasi kwa hili pepo, kwa huyu mwasherati, labda tungemuita hivyo, kwa kutenda ukahaba huu, kutenda uzinzi huu, nikitoa nafasi, pengine kuna vitu katika moyo wangu na maisha yangu ya kiroho vikapungua. Nitendeje jambo hili nimkosee Mungu wangu? Yusufu anakataa. Yusufu anakataa. Lakini kama siku zilipokuwa zinaenda, huyu mama anamshawishi Yusufu. Sasa lile jambo nilokuambia jana, pengine alikuwa anamwambia hivi, lile jambo nilokuambia jana vipi? Unajua wewe ni mzuri. Bila shaka alikuwa anamsifia. Unajua hakuna, wewe ni handsome. Sasa unaonaje? Na bila shaka alimtai mume wake hayupo, kwa sababu huwezi kufanya hicho kitendo wakati mume wako akiwepo. Tena IGP wa Misri, kiongozi mkubwa wa Misri. Akamshawishi, bila shaka alimpa na maneno mazuri ya kumtia moyo. Lakini Yusufu alisimama, akajua hii ni mbinu halisi ambayo inataka kunitoa kwenye position. Ni watu wangapi au ni vijana wangapi wa leo ambao wasingechangamkia hiyo tenda, mke wa bosi tena? Lakini Yusufu ni nani ana ujasiri kama wa Yusufu? Ni nani ana ujasiri kama wa Yusufu kukataa? Ni bora nifukuzwe kazi. Na ukisoma mistari ya hapo chini, Biblia inasema yule mwanamke alipomshurutisha kule ndani na Yusufu akakataa, yule mama akachukua kanzu yake. Yusufu akasema, potelea pote, mama ubaki na kanzu, lakini kiroho chako kibaki vizuri. Potelea pote, mama ubaki na kanzu, lakini vision yangu ibaki pale pale. Kuna watu wamepoteza maono kwa sababu wamempa shetani nafasi. Shetani akishapata nafasi, ndugu yangu nisikilize, shetani akishapata nafasi kwenye maisha yako, kuna vitu ambavyo ni vizuri sana. You have a good idea, you have a good vision. Una maono mazuri, una idea nzuri, una picha nzuri ya mbele, lakini shetani akishatawala maisha yako. Yusufu alitambua hili, akasema nitakapofanya uovu huu sitafika mbali. Ukisoma chini huko, akapelekwa gerezani, akasingiziwa kesi ya kubaka, lakini kumbe kumpiga teke chura ni kumuongezea mwendo. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe aliongezewa mwendo ili avijue vitu vingi vilivyoko kwenye serikali ya Misri. Anaandaliwa kuja kuwa waziri mkuu, kwa anaongezewa hatua ya kwenda gerezani ili atakapokuja kuwa waziri mkuu awe anajua vitu kadha wa kadha gerezani. Walifikiri wamemmaliza Yusufu, kumbe wamemuongezea mwendo. Kufika gerezani, Yusufu akawa ni kiongozi, ndiye kapara wa kule gerezani. Watu wanashangaa, Yusufu alikuja juzi tu, ilikuwaje? Bila shaka walijadiliana pale, mimi kesi yangu ni ya kuku, nimechukua kuku, huyu kesi yake ni ya kubaka. Leo inakuwaje unampandisha? Kuna kitu kilikuwa kimefichwa ndani ya Yusufu. Kuna kitu Mungu amekuwekea ndani yako. Unanisikiliza hapo, utakapotoa nafasi kwa shetani, ni kama vile unamfanya akinyonye, akichukue, halafu wewe ubaki tupu. Usikubali kumpa shetani nafasi ndani ya siku hizi tatu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usikubali kumpa shetani nafasi. Usikubali. Atatumia kila namna ya hila, atatumia kila namna ya mbinu, atatumia kila namna ya ujanja. Usikubali kumpa shetani nafasi. Usikubali kutengeneza mazingira ya shetani kukushawishi umtende Mungu sana. Usikubali. Tutakuja tuone huko mbele, lakini usikubali. Yusufu alishinda. Kwa nini? Kulikuwa na
vitu ambavyo viko ndani vilivyomsaidia. Hakuwa tu si akili zake tu, si akili zake. Nami nitakueleza huko mbele vitu vitakavyokusaidia. Wakati mwingine ubinadamu unakuingia, unaona sasa nisipowaridhisha watu, nisipowatii watu, kumbe kitendo cha kuwaridhisha, kitendo cha kuwatii unafanya kinyume na vile Mungu alivyokusudia. Usimpe shetani nafasi. Mimi sijajua kwenye maisha yako, lakini nataka niombe jioni hii ya leo. Pengine kuna mahali umetenda dhambi, halafu umefika mahali unajihukumu, inafika mahali nafsi yako haina raha, nafsi yako haina furaha, unasema si mimi wala sikutaka. Natamani niombe na wewe tena jioni hii ya leo, ili Mungu aliye wa mbinguni, anayeweza kurudisha nafasi tena kwa mara ya pili, anayeweza kuleta tena, anaweza kurudisha tena, anaweza kukupa tena nafasi uliyopoteza. Yeye ni Mungu hafananishwi na wanadamu. Yeye ni Mungu hafananishwi na mtu yeyote. Anaweza jioni hii ya leo, anaweza kukurejeshea nafasi yako, anaweza kukurudishia position yako. Wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Tunamshinda shetani tukijiweka ndani ya Yesu, tunamshinda shetani tukijiungamanisha na Yesu, tunamshinda shetani. Yeye aliyeshinda kifo na mauti na dhambi, yeye aliyeshinda ulimwengu, anaweza akatushindia hata jioni hii. Anaweza akaturejeshea tena nguvu mpya, tukawa wapya, tukatembea katika upya wa maisha. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Bwana, nimesema neno lako jioni hii kwa Yesu ulivyonijalia kusema. Ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu ambaye amefungua na ananitazama sasa, katika jina la Yesu. Amesikiliza somo hili. Mungu, ninaomba neema yako na baraka yako, Bwana, na ile nafasi ya pili ambayo unatupa kwa njia ya Kristo Yesu, Baba, ukatupe tena, ukampe tena. Pengine kuna mahali shetani amemshawishi na hata yeye hajui, amemshawishi kwa siri, amemshawishi kwa mbinu, lakini Mungu anatupa tena nafasi kwa njia ya Kristo Yesu. Ninamwombea katika jina la Yesu Kristo, mpe nafasi hiyo tena, Bwana, kwa njia ya Yesu Kristo. Mpe nafasi kwa njia ya Yesu Kristo, mpe nafasi kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Takase na moshe, Bwana. Utakaposema sala hii, Mungu, ninaomba umpokee au wa kwako, arejee kwako, mikono salama, maisha salama, nafasi ya upya tena, katika jina la Yesu Kristo. Ulibariki na neno lako, Bwana. Tupe tena siku nyingine ya kesho, ili Mungu tukutane kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya nguvu na uweza vinavyoendelea kudhihirika katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Lakini kabla sijamaliza, pengine nimeomba na wewe, na hiyo hali ambayo nimeisema ya kuhukumiwa ndani, unajisikia ndani nimetenda dhambi, lakini si mimi, nimejikuta tu nimetenda. Fuatisha sala hii ambayo nitakuongoza sasa. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, niko mbele zako, nimekosa, nimekubali kushawishiwa, nimetoa nafasi kwa shetani. Naomba unisamehe sasa kwa njia ya Yesu Kristo. Uoshe kabisa dhambi zangu, unioshe na uovu wangu, katika jina la Yesu. Nirudishie tena nafasi niliyoipoteza, nirudishe tena katika nafasi yangu, ili nisishiriki baraka, ili nishiriki uzima, katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie Bwana, nisitende dhambi tena. Nisaidie nikae ndani yako, nikusikie wewe, nikuishie wewe, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu, kambariki mtoto wako huyu aliyefanya sala hii. Mungu, ninasihi nguvu zako na uweza wako, Baba, vikamtunze, vikamhifadhi kwa jina la Yesu. Asante kwa sababu utamtunza, asante kwa sababu utamlinda. Mpe tena nafasi ya kusikiliza hata kesho, ili jina lako lipate kutukuzwa, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunaomba na kuamini na kupokea, amen. Usikose tena kesho, karibishe, karibu tuendelee kwa pamoja. Na kama umebarikiwa, tafadhali uendelee kutupa ushuhuda wako. Endelea tuandikie tu hapo kwenye kurasa wetu, na sisi tutapokea shuhuda hizo. Na Mungu wa mbinguni akubariki.
akulinde na kuangazia nuru za uso wake sasa na hata milele. Amen.